Ndugu vijana, twendeni tukapige kura, tusije tukajidanganya kwamba wapinzani hawapo. Chadema wamekaa pembeni, vyama vingine vipo, na hakika wale ambao ndoto zao ni kugombea nafasi za ubunge na udiwani kupitia vyama vya upinzani waliokuwa Chadema watahamia huko. Kwa maana hiyo tusiende tukadeka tukasema kwamba upinzani haupo. Twendeni tukapiga kura, tuwachague viongozi. Tumchague rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini pia wale watakaopitishwa na vyama na chama chetu kwa maana ya mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, tukawaunge mkono baada ya kwenye uchaguzi huo. Toka mwaka 2004 katika kata Manzese kulikuwa na kipindupindu kama miezi miwili tu, Itamu, Kilimani na Chakula Bora. Lakini toka 2004 mpaka hii 2025 kipindupindu hakijawahi kutokea kwa sababu ya usafi unaofanywa katika mitaa yetu yote 10. Nichukue fursa hii kuwapongeza wenyeviti wetu wa mitaa yote 10 kwamba wakandarasi wanafanya kazi nzuri ya kutoa takataka kwa wakati. Lakini pia niombe wenyeviti wetu wa mitaa, pindi vijana watakapokuja kufanya usafi, basi tuwashirikishe na wakandarasi katika kuzoa zile takataka. Hivyo niombe mwenyekiti wa vijana kata Manzese utoe ratiba yako nzuri na utoe ratiba mapema, iwafikie wenyeviti waandae wakandarasi, isiwe wamezoa takataka zimekaa alafu hazitozolewa kwa wakati. Waandishi wa habari, kwa utashi na uweledi mkubwa wa kazi ambazo anafanya mwenyekiti wetu, tukiwa kama jumuiya ya vijana kata Manzese, tumeona huu ni wakati sahihi wa kuunga mkono juhudi zote anazozifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, nikirejelea kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ukurasa wa 131 ibara ya 83 inaelezea umuhimu wa usafi na mazingira. Chama cha Mapinduzi kilielekeza serikali kuhusiana na swala zima la usafi wa mazingira, lakini na utunzaji wa vyanzo vya maji. Tunafahamu chama kimeelekeza serikali kuhakikisha jamii ya Watanzania inaishi katika mazingira yaliyokuwa safi. Sasa kama chama ngazi ya taifa kimeonyesha dira, sisi jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Manzese tumeona ni wakati wetu sasa kufika katika matawi yote ama mitaa yote ya serikali kushiriki usafi katika miradi yote ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu amewekeza. Kama kuna watu wanahitaji support ni vijana wetu. Sisi hatuwezi kuacha vijana wetu wakae peke yao, tutawasupporti katika endeavor yote ile. Kuna jambo labda kama watalitafsiri vibaya, sisi hatuwezi kushiriki jambo baya. Chama kina maagizo yake, kina formula zake, kina kanuni zake. Na niliposikia vijana wana jambo nilikuwa najaribu kuangalia. Maana vijana wanajua matata sana. 2010 uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, vijana walikuwa na misimamo. Tena kwa wanasema kabisa, maagizo baadaye, msimamo kwanza. Yaani akiagizwa kitu na katibu wa chama hatafanya, atasikiliza, cha kwanza msimamo wao. Sasa lazima wao wanakuja kwenye misimamo, nilikuwa najiuliza maswali. Lakini kiangalia agenda, naona ni jambo jema sana. Kwa jamani, mimi sisimamii msimamo. Na mkiwa na msimamo wenu, msimkanunisha mimi. Sababu mimi kichwa changu sio nzuri sana. Kanuni zinakataza misimamo. Ukishakuwa na msimamo wa mgombea wako akashindwa kwenye uchaguzi, hicho kikundi cha msimamo kinageuka kinakuwa kikundi cha uasi ndani ya chama. Ndio maana mimi napingana na msimamo. Kila mtu ana la kwake, analipenda moyoni, naenda nalo taratibu. Mimi kinaonyesha misimamo mbele nitamfiatua tu. Sababu mimi nafuata kanuni. Kanuni iko wazi, imeeleza vikundi vya uasi, vikundi vya nini. Kwa hiyo nyinyi ya mambo mnafanya ndio ninayotaka mimi. Yale mengine mimi huko sipo na nyinyi. Sisi moyo. Lakini nawazidi kuunga mkono katika tukio lenu hili. Tunataka umma ujue kwamba CCM ipo. Na CCM ina nguzo nyingi.
Kwa vijana, katika eneo zenu hamtashindwa, katika matukio yenu haya hamtashindwa. Mmekuja na la usafi wa mazingira, na kwenye vitu wenu wa FCC Matawi wamezungumza, wametoa mada. Zile mada nimezielewa sana. Kuna wakati nilikuwa nachanganya usafi na mazingira, nafikiri kitu kimoja. Lakini leo nimejifunza kitu kwamba mazingira ni kitu kingine na usafi ni kitu kingine, ila usafi uko ndani ya mazingira. Na mada zimewasilishwa hapo. Lakini nimejifunza hii mambo ya usafi wa mazingira ilianza tangu 73. 72 mwenyekiti wa Chakula Bora alikuwa anatoa mada kwamba kuna mkutano ulifanyika Sweden, si wapi. Mimi nilikuwa sijui, leo nimejifunza. Lakini nimejifunza na naendelea kujifunza sheria iliyounda Baraza la Mazingira la Taifa NEMKI. Kuna mada ilitolewa hapa, nikitoka hapa naenda Google naenda kusoma. Ndio faida ya kukutana kwenye vikao. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Matukio mnayofanya, moja umuhimu wake ni kwamba anakwenda kuionyesha CCM ipo. Watu wakijua CCM ipo, unajua kuna watu huko mtaani, yani yupo tu, anataka umwanzishie jambo. Hata kwenye kula unamshika mkono. Yaani kuna mtu anamwambia kula ndio nini bwana? Yaani hivyo, kula ndio nini? Mkachaguane wenyewe. Matukio haya kuwashirikisha watu wajue umuhimu wa kupiga kura na umuhimu wa kutengeneza na kuunda serikali zao. Nendeni mkahamasishe watu wakapige kura, wakampigie rais, wakampigie mbunge, wakawapigie na madiwani wa CCM. Kwani wale jamaa zetu wengine wapo? Wale upande wa pili, mbona siwasikii? Wapo? Kwa hiyo kura zitakuwa zote? Mama atapata zote? Bunge zote? Na diwani zote? Basi tukamalize ile kazi. Kwa hiyo mwaka wa uchaguzi, vijana tunawategemea mkasimamia mambo yenu vizuri, mkawe wanahabari wa kutangaza sera za chama chetu. Kijana huko mahali CCM inatukana umekaa tu, yani una hata kitu kichwani cha kujibu. Sio ndio nini? Kijana ndio wa kwanza kupambana na wale watu hata kabla sisi hatujatoka. Yaani wewe ndio unaanza nao. CCM haijafanya kitu unamhesabia. Hata kama kuna wazee pale wenyewe wanatoka mmoja mmoja. Kwa mkao mabalozi wazuri wa kusemea chama chetu. Kwani simesoma kanuni ya vijana vizuri? Nyinyi mna kazi ya kufanya kwenye chama. Nyinyi ndio walinzi wetu. Bwana wajue hao watu. Asante sana. CCM oye! Karibu ndugu. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi!